Nimepokea salamu za heri njema ya mwaka mpya mwaka 2026 kutoka kwa kituo chako ambacho kinakuletea taarifa za ukweli. Vilevile ninawatakia afya njema mwaka huu, mwaka 2026 pamoja na mafanikio. Mwenyezi Mungu awabariki. Nyinyi ni watu wangwana kwa sababu mumekuwa mkisapoti hichi kituo. Karibu sana, ni wapashe. Wapenzi watazamaji, ni aibu sana jeshi la mwananchi kuhusishwa na mauaji Tanzania yaliyotokea. Ni aibu. Hili jeshi linapaswa kulinda maisha ya raia. Hili jeshi linapaswa kulinda mipaka yetu ya Tanzania, tusije tukavamiwa na adui. Lakini cha kushangaza, ile jeshi limegeuzwa kuwa zuzu na linatumika na Samia. Mnanielewa wapenzi watazamaji? Sasa hii leo tukiwa tunaelekea kumaliza mwaka 2025, raia wa Tanzania wameweza kuandikia jeshi la mwananchi barua wakiwaonya na kuwalaumu kwamba wao walikimya kipindi ambapo wananchi walikuwa wananyongwa na kuuawa. Wameweza kuwaeleza kwamba wao walihusika kushirikiana na hii serikali kuwaua wananchi. Sasa ikiwa wewe mwenye unanitazama uko na ndugu ambaye ni mwanajeshi wa JWTZ, ikiwa wewe ni mwanajeshi wa JWTZ mwenye unanitazama, unajihisi kivipi kipindi ambapo raia wa Tanzania wenye walikuwa na imani na nyinyi muweze kuwalinda wanawalaumu kwa kuruhusu maafa ya kimbari kutendeka? Tusemezane tu ukweli. Tusemezane ukweli. Kwa sababu kuna barua ambayo imeweza kutumwa kuelekea kwa jeshi. Watanzania wakieleza kwamba imepita miezi miwili tangia ndugu zetu walipouawa kinyama, lakini hakuna hata hatua ambazo zimeweza kuchukuliwa angalau kumpata hata mtu mmoja mwenye alisababisha maafa yale yakatendeka. Hakuna. Kitu ambacho tunasikia tu ni wanasiasa kupiga makelele pia na kusema kwamba sijui raia wa Tanzania walilipwa bilioni 5 kuandamana. Kama raia waliweza kulipwa bilioni 5 kuandamana, si serikali iko na uwezo wa kuwakamata wale ambao walilipwa? Si serikali iko na uwezo vilevile wa kuweza kuwashawishi wananchi wasiandamane? Sasa hii barua inasomeka hivi, naomba nikusomee. Imepita miezi miwili ya maombolezo na ukombozi. Mashujaa wetu zaidi ya 10,000 wameuawa na Samia Suluhu Hassan kwa kushirikiana na familia na marafiki zake na chama chake cha kigaidi CCM, Chama cha Mapinduzi. Dunia inafahamu muuaji ni Samia Suluhu Hassan kupitia kwa vikosi vyake vilivyoundwa kiharamu bila sheria yoyote ya kuongozwa na gaidi Haji Omar Kheri, gaidi Faustin Jackson Mafwele na msaidizi wake George Bayemu, kwa maelekezo ya kigaidi Abduli Hafidhi Hameiri, mtoto wa Samia Suluhu Hassan. Samia Suluhu Hassan ameendelea kuua, kuteka
kutesa, kufira, kupoteza na kufungulia Watanganyika kesi za uhaini bila uoga. Unasikia jinsi ambavyo hiyo barua ambayo imeelekea kwa jeshi la polisi, yani jeshi la mwananchi. Hiyo barua unaona kweli ni nzuri. Ni barua ya huzuni. Wanasema kwamba imepita miezi miwili ya maombolezo na hakuna chochote ambacho kimefanyika. Samia walishirikiana na vikosi vya mauaji vikiongozwa naye Mafuele, George Bayemu na Abduli Hafidhi Ameiri, mtoto wa Samia. Yaani mpaka majina yanajulikana, lakini hakuna hata hatua moja ambayo imeweza kuchukuliwa ili familia ambazo ziliweza kuwapoteza ndugu zao kupata haki. Hapa ndipo tumefika, na ndio maana nawaambia Watanzania, hatuwezi tukategemea Amerika ikuje kutupigania kama sisi wenyewe hatutaamka tuweze kujipigania, tuweze kujikomboa kutoka kwa wauaji hawa Samia na wenzake. Barua hiyo ikaendelea hivi: ni dhahiri kwamba Jeshi la Ulinzi la Mwananchi wa Tanzania JWTZ limeshindwa kutekeleza majukumu yake kwa weledi kwa mujibu katiba na sheria ya ulinzi ya taifa. Badala yake, jeshi limewezesha matukio ya utekaji, mateso, mauaji na kupotea kwa raia kunakofanywa na genge la Abduli wakishirikiana na idara ya usalama wa taifa TIS wanaofanya kazi na askari wasio waaminifu. Kipindi ambapo taarifa kama hizi zinatolewa kwamba jeshi la mwananchi ambalo linapaswa kulinda mwananchi limetolewa kulinda mipaka na kuchunga wahalifu wasiingie katika taifa letu la Tanzania, wamepelekwa kuwezesha utekaji, wamepelekwa kuwezesha mauaji, wamepeleka kuwezesha ukandamizaji. Ni jambo la kusikitisha. Jeshi ndilo linapaswa kuaminika na jeshi ndilo linapaswa kuweza kuhakikisha kwamba wananchi hawateswi. Lakini kipindi ambapo jeshi linatulia, linakuwa kama halina mwelekeo, wananchi wakiuawa, wananchi wakiteswa, wananchi wakipotezwa, kama vile Humphrey Polepole hadi wa leo hajulikani aliko. Watu ni wengi ambao wameweza kukamatwa, hawajulikani wa mahala ambapo waliko, na jeshi limetulia. Haya yote ni kwa sababu ya uongozi mbaya wa jeshi. Barua hiyo ikaendelea kusema kwamba maandamano yasiyo na kikomo yako pale pale hadi haki itakapopatikana. Tutaendelea kushauriana kila siku namna ya kuboresha na kuimarisha mbinu zetu ili kukabiliana na majahili hawa wanaotawala kimabavu. Unaona, Watanzania wanasema kwamba kutokana na ndugu zetu ambao waliweza kuuawa kutokana na utawala wa kimabavu, kama leo nimeona polisi Dar es Salaam wamemuua bodaboda eti kwa sababu aliweza kupita kwenye barabara ya mwendo kasi. Tusipojikomboa tuendelee na haya maandamano, mpenzi mtazamaji, sioni udikteta wa Samia ukiisha. Mimi nilikuwa nafikiri kwamba kwa sababu tuliweza kuandamana, angalau sasa Samia angeogopa, aachane kuteka wananchi, aachane kuteka raia. Kumbe muuaji ni muuaji na dikteta ni dikteta. Hajaweza kupepesa hata jicho, hajaweza. Na ndio maana nakuambia mimi niko hapa mpaka kuhakikisha kwamba tumepata haki, ukombozi na demokrasia
na katiba mpya Tanzania. Niko hapa, siendi mahali. Siendi mahali. Kwa hivyo lazima tuweze kuamka, tukatae utawala huu wa kimabavu. Tukatae utawala huu wa ukandamizaji. Wananchi wakaendelea kusema kwamba tunaelekeza wapambanaji wetu wa mstari wa mbele Gen Z kushughulika na yeyote ambaye anapotosha au kukejeli mauaji na mateso ya raia wa Tanganyika kwa namna wanavyoona inafaa. Unaona, nimeweza kuona watu wengine wenye hawana akili wakisema kwamba ni vizuri polisi waliweza kuwaua Watanzania. Ni vizuri polisi waliweza kuwashughulikia Watanganyika ambao walikuwa wanakataa uchaguzi ambao ulikuwa unaegemea upande mmoja. Wacha nikwambie, wewe uko na utu gani kipindi ambapo unafurahia mwenzako aliweza kuuawa? Wewe uko na akili ipi kipindi ambapo unafurahia kwamba mwenzako ameweza kuuawa? Haiwezekani bana, haiwezekani. Lazima tukatae, lazima tukatae. Na yeyote yule mwenye ataonekana kwamba anakejeli wananchi, anakejeli wale ambao waliweza kuuawa, na anawapongeza maafisa wa polisi kwa kuwaua wananchi, hakikisha kwamba mtu kama huyo mnamshughulikia. Hakikisha kwamba penye uko na mawe. Mtu kama huyo akizungumza vibaya, pasua hata kichwa, kwa sababu hauwezi ukakejeli ndugu zetu ambao waliweza kuuawa wakitafuta haki. Na wacha niwakumbushe wapenzi watazamaji, kuna hawa wanasiasa ambao wanatuona kwamba hatufai, akina Mwigulu Nchemba. Wanakuja kwenye mikutano wanabweka. Mara sijui anasema kwamba Watanzania walilipwa kuandamana. Tafadhali, ninawaomba kwenye mikutano kama hiyo ya Mwigulu Nchemba, tafadhali msiende. Unajua sisi ndio tunapea hawa wanasiasa kiburi. Kivipi? Wakikuja kwenye mikutano wakituita, tukisusia kwenda kwenye mikutano yao, hawatapata muda wa kuendelea kubweka, wa kuendelea kutoa kauli za kukejeli wale ambao waliweza kuuawa. Lakini tukienda kwenye mikutano yao, wanaona hao watu hata wamekwisha sahau kwamba tuliweza kuiba kura. Hao watu wamekwisha sahau kwamba tuliua wenzao. Sasa wamekuja tena kutusikiliza. Tukisusia mikutano yao, hata mmoja asionekane pale, watatuheshimu, watatupigia magoti. Lakini sasa tukiendelea kujipendekeza kwenda kwao, eti kwamba sasa wameanza kuunda mikutano ya kuwasikiliza wananchi, eti sasa fungukeni mtoe maoni. Walikuwa wapi kabla ya uchaguzi? Kabla ya uchaguzi mbona hawakuandaa vikao kama hivyo? Watanzania wenzangu, lazima tuchukue hatua na jukumu la kuweza kuleta ukombozi katika taifa letu. Jambo la kwanza, tuanze kususia mikutano kama hii ya hawa wanasiasa, kwa sababu tukiendelea kwenda kwenye mikutano yao wanatuona kwamba hatufai. Lakini tukiacha kwenda pale, wataona kwamba hawa matajiri wetu wamesusa kutusikiliza, na watarekebisha na wataibika kukuja kwenye mikutano. Hii barua ikamalizia kusema kwamba siku ya Jumatano tarehe 31 Disemba mwaka 2025 kwenye mkesha wa kuamkia mwaka mpya mwaka 2026, tunaelekezwa kubeba picha za mashujaa wetu wote waliouawa na vikosi vya gaidi Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kuwaombea. Siku hiyo tutaanza mwaka mpya na safari mpya ya kulikomboa Tanganyika ndani ya Tanzania mpya, kwa maelekezo tutakayopeana kila baada ya ibada. Kila mmoja anaalikwa kusali
na kumulilia Mungu kwa mjibu wa dini dhehebu lake, tukiamini damu ya ndugu zetu wameuawa hazikwenda bure, zitalipwa. Unaona, wanamalizia kusema kwamba Watanzania wanaalikwa kuweza kwenda kwenye mkesha siku ya Jumatano tarehe 31 usiku ili kuweza kuhakikisha kwamba tunawakumbuka majagina wazalendo wetu ambao waliweza kututangulia mbele za haki kipindi ambapo walikuwa wanapigania ukombozi, walikuwa wanapigania haki, walikuwa wanapigania taifa bora la Tanzania. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, kiweza kuona hii ni barua ambayo imeweza kuandikwa kuelekea JWTZ ya kuhuzunisha. Sasa ewe mzazi mwenye unaniangalia, ewe kaka yangu ambao unaniangalia, iwapo mpo na mtu wa JWTZ, ataweza kuupokeaje huu ujumbe? Atafurahia? Atahuzunishwa? Kipindi ambapo raia wanasema kwamba JWTZ ambayo ilikuwa inaaminika inashirikiana na kikosi cha ujambazi chake Samia kuweza kutekeleza mauaji. Barikiwa sana, sambaza hii kanda, sina mengi.